Leo tutajifunza namna sahihi ya kukatia kifundo kwenye mzabibu katika meza ya uzazi. Huku utajifunza namna ya kutambua muundo wa mzabibu, kuchagua kifundo cha kuacha na kuondoa, kukatia kwa namna sahihi na kurekebisha uwezo wa mzabibu ili uweze kuzaa vizuri kwa miaka mingi. Ukatiaji wa kifundo hutumika kwenye mizabibu iliyo na mfumo wa meza ya uzazi. Na meza ya uzazi ni tawi lililoachwa kwa muda mrefu na hutokea kwenye shina la mzabibu na hubeba matawi madogo ya kuzaa. Mizabibu inaweza kuwa na mitindo miwili mikuu ya meza ya uzazi, yenye mkono mmoja na yenye mikono miwili. Mara nyingi ukatiaji wa vifundo hutumia mikasi, pia misumeno katika kuondoa mbao kubwa. Mikato mingi inafanyika kwenye mbao ya msimu mmoja. Kwa hivyo mara nyingi mikasi ya kawaida kama hii itatosha. Unashauriwa sana kutumia vifaa safi na vyenye ukali kuhakikisha ukatiaji unafanyika kikamilifu. Kutoka kwenye meza ya uzazi wa mzabibu hutokea matawi ambayo ni madogo, pia ni ya kudumu. Matawi haya hutoa machipukizi ambayo hukua kwa mwaka au msimu mmoja. Machipukizi haya ndiyo tunayoyakatia na kuyaacha mafupi ili kutengeneza kifundo au spaa. Muundo wa mzabibu ni hatua ya kwanza kabla ya shughuli ya ukatiaji. Vifundo hutengenezwa kwa kukata machipukizi ya mwaka mmoja na kuyaacha na macho moja au mbili. Usihesabu jicho la chini ambalo halizai. Hesabu macho yaliyoundwa vizuri na yaliyo juu yake. Machipukizi mawili yanapotoka sehemu moja, chagua machipukizi yenye afya zaidi, yenye unene wa penseli, pia yenye uelekeo wa juu. Ondoa chipukizi ambalo lina udhaifu ili kupunguza ushindani wa virutubisho pamoja na maji kwenye mzabibu wako. Kwenye mfumo wa meza ya uzazi ndiyo sehemu ya kuzalisha matawi mapya. Vifundo vinatakiwa viwe karibu na meza ya uzazi ili mzabibu ubaki na umbo sahihi na usitoe matawi marefu sana. Matawi ya zamani yasiyozaa au yaliyokufa yanapaswa kuondolewa kabisa. Hatua hii hupunguza kivuli, huboresha mzunguko wa hewa na kuzuia mzabibu kupoteza nguvu bila sababu. Vifundo ambavyo havizai tena machipukizi ya mwaka mmoja vinapaswa kuondolewa ili kutoa nafasi kwa ukuaji mpya wenye tija katika misimu ijayo. Ikiwa kuna matawi mengi yaliyochipuka sehemu moja, bakiza tawi lililo karibu na meza ya uzazi. Ondoa mengine yote, kisha kata tawi lililobakiza kwa kuacha macho mawili ili kutengeneza vifundo. Kukatia hufanywa kwa hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kuchagua matawi na kuyakata kwenye vifundo. Hatua ya pili ni kusafisha mzabibu kwa kuondoa sehemu ya mbao iliyokufa na matawi ya ziada. Njia hii huongeza usahihi na uthabiti kwenye ukatiaji. Kila kifundo chenye macho mawili hutoa matawi mawili. Vifundo vikiwa vingi sana husababisha msongamano na hupunguza ubora wa matunda. Vifundo vinapaswa kupangwa kwa nafasi sawa kwenye meza ya uzazi. Mzabibu uliokatwa vizuri una vifundo vilivyopangwa kwa nafasi sawa, vilivyokatwa kwa kuacha jicho moja au mawili, bila kuhesabu jicho la chini, bila matawi ya ziada wala msongamano. Mwisho wa meza ya uzazi mara nyingi huwa na matawi mengi. Matawi yasiyozaa yaondolewe. Kwa mizabibu ya zamani unaweza kuunda meza mpya kwa kulaza tawi jipya badala ya tawi la zamani. Kukatia vizuri ni kukatia kwa mpangilio, kwa makusudi na uthabiti. Uchaguzi nzuri wa vifundo na upangaji wake kwa nafasi nzuri hudumisha afya ya mzabibu, usawa wake na uzalishaji kwa muda mrefu.